Naibu mwenyekiti wa Chadema John Heche ameamua kutia neno kuhusiana na documentary ambayo imeachiwa na BBC kuhusiana na mauaji ya Oktoba 29 kule Tanzania. Ni documentary ambayo ina baadhi ya wanaharakati ambao wametoa yao ya moyoni na wanachokijua kuhusiana na kilichotokea tarehe hiyo ya 29 wakati na pia baada ya uchaguzi mkuu wa Tanzania. Sasa John Heche kupitia mitandao yake ameweka ujumbe, na ujumbe wake ulikuwa unamhusu kabisa Sativa, maana Sativa ndo alikuwa hapa anazungumzia kuhusiana na namna ambavyo watu walikuwa wanatekwa na kutekwa kwake pia. Sasa kwa upande wa John Heche anaamini kabisa kwamba tukiachia mbali Sativa, kuna watu wengi sana ambao labda kuna uwezekano walitekwa na kauawa kisiri bila mtu yote kujua. Sasa alikuwa ameweka picha ya Sativa na kusindikiza na caption ambayo alikuwa amesema hivi: ukimsikiliza Sativa kwenye documentary ya BBC, kutekwa kwake, kupigwa risasi na kutupwa kwenye pori lenye wanyama wa Katavi, unapata picha kwamba watu wengi waliotekwa na kuuawa pengine wametupwa kwenye mbuga na mapori ili waliwe na wanyama kupoteza ushahidi. Lakini katika dunia sasa hakuna ushahidi utapotea. Iko siku kila kitu kitakuwa wazi. Na kumalizia hapo, sasa hiki anaamini kwamba kwa mujibu wa alichokisema Sativa, labda kuna uwezekano watu wengi sana pia na wenyewe waliuawa wakatupwa kwenye pori, walio na wanyama pori, ili tu serikali iweze kupoteza ushahidi kuhusiana na swala hilo la utekaji. Lakini tukimwachia mbali Sativa, kuna wanaharakati wengi sana ambao wamezungumza kwenye documentary hiyo ambayo inakwenda takriban kama dakika 51 hivi, na miongoni mwao ni pamoja na Maria Sarungi ambaye pia ni miongoni mwa wanaharakati kutoka Tanzania. Lakini sio Maria Sarungi tu, maana Maria Sarungi pia yeye mwenyewe kazungumzia swala zima la utekaji, lakini anasema kwamba wameripoti zaidi ya kesi 200 za utekaji. Na akataja baadhi ya watu ambao waliwahi kutekwa kwenye tawala tofauti, na kutaja kwamba swala zima la utekaji alijaanza na utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan, bali ulianza na marais kama vile Jakaya Kikwete, na kapigia mfano wa Steve Limboka ambaye alitekwa kipindi cha Jakaya Kikwete. Lakini pia kataja masuala ya utekaji ambayo ilifanyika kipindi cha hayati John Pombe Magufuli. Lakini pia kuna Hilda Newton ambaye ni mwanachama wa Chadema ambaye anasema kwamba ambaye pia anakuwa mwanachama kutoka mwaka 2014, akataja miongoni mwa watu ambao walitekwa, na akataja pia Soka, akamtaja Mdude na akamtaja pia Shadrack Chaula. Lakini sasa tukiachia mbali pia Maria Sarungi, Hilda Newton, kuna Boniface Mwangi ambaye pia ni mwanaharakati kutoka Kenya ambaye kama unakumbuka vizuri alitekwa yeye pamoja na mwanaharakati kutoka Uganda ambaye anajulikana kama Agatha Atuhaire, ambao walikamatwa nchini Tanzania. Walikuwa wanaenda kuonyesha solidarity, kuonyesha support yao kwa Tundu Lissu ambaye ni mwanachama ama pia ni mwenyekiti wa chama cha Chadema. Tukiachia mbali hao ambao nimekutajia bana, yupo Sativa ambaye jina lake halisi ni Edgar Edson Mwakabela, ambaye pia anaelezea namna ambavyo alitekwa, simu zikazimwa na vitu kama hivyo. Lakini pia yupo rais wa Tanganyika Law Society, yani TLS, ambaye anajulikana kama Boniface Mwabukusi, ambaye anasema kwamba kuna kitu ambacho alisema kwamba Watanzania walikuwa na matumaini makubwa sana kipindi ambacho Rais Samia Suluhu Hassan alichukua mamlaka, lakini hapo mbele kidogo ni kama akaja kufanya vitu ambavyo Watanzania wengi hawakutegemea. Sasa ni documentary ambayo ilikuwa ni ndefu sana, sasa imeibua hisia nyingi na hisia tofauti sana kutoka kwa watu wengi, lakini miongoni mwa watu ambao pia wametoa hisia zao ni pamoja na huyu John Heche ambaye nimetoka kukupa taarifa kuhusiana na nini ambacho alikiandika kuhusiana na Sativa. Una maoni gani baada ya kuitazama documentary hiyo? By the way, unaweza kwa drop pale chini kwenye uwanja wa comment.